Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2025-2026 ambayo tumewasilishiwa wiki iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu sana mwingi wa rehema kutujalia uzima kuweza kukutana katika bunge lako tukufu. Lakini kama itoshi, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo nasimama hapa nikiwa nimetumwa na wananchi wa jimbo la Singida Mashariki. Naenda kumaliza miaka 5 ya utumishi wangu kwa maana ya kuwatumikia, na leo inawezekana nikawa ni siku ya mwisho katika kuchangia hapa bungeni, na baada ya hapo tunaelekea kwenye uchaguzi. Chukua nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wale wa jimbo lile la Singida Mashariki kwa kuniamini na kuendelea kunipa fursa ya kuendelea kuwakilisha katika bunge lako tukufu. Na kwa hakika katika muda wa miaka hii 5 takriban tumefanya mambo makubwa katika jimbo lile ambalo kwa hakika lilikuwa lina changamoto nyingi sana za maendeleo. Tunajivunia wote kwa pamoja, na naomba tuendelee kuwa pamoja kwa sababu tunaamini bado kuna mambo tunatakiwa tuyafanye, na kwa sababu njia ya kufika huko ninaiona, basi tuendelee kushikamana pamoja unapofika wakati huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameendelea kuonyesha njia katika kuhakikisha anawaletea wananchi maendeleo. Lakini zaidi nimpongeze sana waziri ndugu yangu Dr. Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha, pamoja na waziri wa mipango ndugu yangu Profesa Kitila Mkumbo kwa kutuwasilishia taarifa zao hapa, na leo tumepata fursa ya kwenda kuzijadili. Katika eneo hili nipongeze sana viongozi wote wa serikali kwa kazi kubwa wanayoifanya ambayo leo inaleta matumaini makubwa kwa Watanzania. Na nimefurahi kuona kwamba tuna bajeti ya trilioni 56 takriban hii ambayo naamini inaenda kutoa mwelekeo mpya kwenye maendeleo ya wananchi wetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nimependa sana kwamba mwongozo uliopo kwenye bajeti hii ambao unasema mageuzi ya jumuishi ya uchumi kupitia uimarishaji wa ukusanyaji wa mapato ya ndani, uwekezaji wa kimkakati wenye kuzalisha fursa za ajira na uboreshaji wa maisha ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yote lazima ilenge kwenda kubadilisha maisha ya watu, na msingi mkuu wa kuweza kuhakikisha kwamba unaboresha maisha ya watu lazima uweke mipango ya kukusanya fedha zinazokupa nguvu ya kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Tumeona tumepatiwa tathmini fupi na Mheshimiwa Waziri Mwigulu namna ambavyo kwa muda huu wa miaka hii alianza toka miaka 5 tumeanza miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia, kazi kubwa imefanyika kila mahali. Ukiangalia miradi mikubwa ya kimkakati imejengwa, ukiangalia kwamba katika kuchochea shughuli za uchumi tumeona mabadiliko ni makubwa sana, ambayo SGR kwa maana reli ya kisasa leo inatoa huduma mpaka Dodoma. Lakini pia mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere, ili uweze kuwa na uhakika wa uchumi wa nchi yako lazima uwe na chanzo cha uhakika wa nishati ambayo inaenda kusaidia kwenye viwanda na shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Barabara za lami zimejengwa katika maeneo mbalimbali kuunganisha mikoa na wilaya, lakini madaraja na barabara za vijijini zimejengwa na sisi ni mashahidi kwenye maeneo yetu. Lakini uboreshaji wa miundombinu ya elimu, vyuo vya VETA, ujenzi wa hospitali na vituo vya afya pamoja na zahanati pamoja na vifaa tiba ni mambo ambayo ya muhimu yanayolenga kuboresha maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa uboreshaji wa huduma hizi ni upatikanaji wa rasilimali fedha. Tumeshuhudia mapato yameongezeka kutoka ule mwaka 2021 ni trilioni 20.59 ambao ilikuwa ni wastani wa trilioni 1.72 kwa mwezi, kitu ambacho kinaona wazi kabisa kwamba serikali imefanya kazi kubwa, jitihada ya kuongeza mapato ambayo leo yanatupa nguvu ya kuweza kuhakikisha kwamba miradi hii tunaenda kuitekeleza. Ombi langu tu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo hili la ukusanyaji wa mapato
niombe sana serikali iendelee kuweka mazingira mazuri ya biashara katika nchi yetu. Yale zile ambazo zilikuwa changamoto, na bahati nzuri rais aliweza kuunda tume ya kwenda kufuatilia changamoto ambazo tunazo katika sehemu za biashara. Kumekuwa na urasimu ule ambao wa baadhi ya sekta mbalimbali zinazosimamia biashara. Wafanyabiashara maoni yao yazingatiwe, na sisi kama wawakilishi wao tumekuwa tukiainisha hapa, na bahati nzuri kuna hatua zimeanza kuchukuliwa. Niombe sana wafanyabiashara washirikishwe katika swala hili, waendelee kutoa kodi bila kusukumwa, bila kulazimishwa. Watoe kodi wakiwa wana furaha, na mwisho wa siku waweze kufanya biashara zao, na wewe wenyewe waendelee kuboresha maisha yao. Eneo hili tukilifanya vizuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato na tutaiongezea serikali nguvu ya kuweza kuhudumia Watanzania. Kwa kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaongelea kidogo swala la utalii. Tumeona namna ambavyo namna rais alivyojitoa kwenye Royal Tour. Alienda kuitangaza Tanzania vivutio vyake. Rasilimali za nchi yetu ambazo ni muhimu zipo Tanzania, kuna mahali pengine hakuna. Kuna wanyama tulionao katika nchi yetu, kuna mahali pengine hakuna. Kuna maeneo mazuri ya kutembelea yenye vivutio kama Serengeti, mlima Kilimanjaro na baadhi ya maeneo mbalimbali. Ni tuendelee kuyatunza na tuendelee kuwapa ushirikiano wa hifadhi ili waendelee kuwa na uwezo mkubwa wa kutunza yale maeneo ya kivutio. Mfano mdogo ni kwamba wenzetu wa TANAPA wanafanya kazi nzuri sana. Kupitia mkurugenzi kamishna ndugu yetu Kuji, wanafanya kazi nzuri sana pamoja na wenzake. Wanasimamia vizuri rasilimali hizi. Mapori yaliyotengwa, mapori tengefu yaendelee kulindwa, yaendelee kutunzwa. Kiwemo Ngorongoro tumeweza kuona namba serikali imeweza kuhifadhi eneo lile ambalo wenzetu taasisi ya kimataifa wameendelea kusema ni eneo la kulindwa sana, kwa sababu ni eneo pekee katika dunia. Kwa kwenye eneo hili nilikuwa naomba wenzetu hao wamekuwa kama ni miongoni mwa taasisi zinazokusanya mapato mengi ya kuisaidia serikali kuweza kupata mapato, ikiwemo fedha za kigeni. Kwa kwenye eneo hili kumekuwa na changamoto kidogo. Tunaiomba serikali wanapopokea fedha kutoka kuleta hazina, basi waachiwe fedha kidogo kwa ajili ya kuendelea kupambana na swala la kibiashara ambalo walihitaji sana mpaka wasubiri fedha kutoka hazina. Mfano mdogo, kwenye barabara zinazoingia kwenye hifadhi zetu, barabara zile zikiboreshwa, watalii watatembea wakiwa hawapati changamoto katika maeneo hayo. Lakini leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la elimu tumefanya kazi kubwa sana ambayo kimsingi tumewekeza kwenye madarasa, tumewekeza kwenye maabara, tumewekeza kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha elimu ya watoto wetu. Lakini hata sera ya elimu imeweza kutolewa hivi karibuni, ambayo inaenda kutoa mwongozo wa namna ambavyo changamoto zilikuwepo sasa tuziondoe, tuboreshe elimu ya watoto wetu. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana tuendelee kuboresha swala la hostel kwa watoto wetu. Tumejenga shule nyingi za sekondari, tumejenga maabara katika maeneo mbalimbali, lakini tumekuwa na changamoto ya tupate hosteli watoto wetu waweze kupata sehemu ya kuwa wanalala, ili waweze kuwa karibu na shule, ili wasipate changamoto mbalimbali ikiwemo mimba ambazo zisizotarajiwa kwa watoto wa kike. Lakini pia tumekuwa na tatizo la nyumba za walimu. Maeneo mengi za vijijini hakuna hata nyumba za kupanga, walimu wanapata changamoto kubwa. Niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iendelee kuliona hili kupitia bajeti hii, ili waweze kujenga nyumba za walimu, ili walimu wetu waweze kuwafurahia kuwa wakati wanatoa huduma katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kuongeza idadi ya walimu kama nilivyouliza swali hapo asubuhi. Lakini upande wa maji safi na salama ni eneo la kichocheo kikubwa cha kuhakikisha kwamba watu wanaishi wakiwa na afya njema. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa. Tunamshukuru rais, ameleta mitambo ya kutoboa maji, kwa sababu chanzo ni muhimu sana kipatikane na baadaye uweze kutafuta miundombinu. Kwa hiyo eneo hili hata sisi ukinikitoa mfano kwenye jimbo la Singida Mashariki tumepata miradi mingi. Wakati tunaingia 2020 tulikuwa 43%. Leo tunaelekea 73%. Kiukweli tumepiga hatua kubwa sana kwenye eneo la sekta ya maji. Kwenye eneo hili niombe sana miradi iliyobakia tuweze kuletewa fedha ili iweze kukamilika kule kwa ambao tumeshapata vyanzo vya maji, ikiwemo vijiji vya Ujaire, Sambaru, Choda, Damankia, Samaka, Mandimu, Mahambe, Kinyamwandio na Msule. Haya maeneo tayari tuna vyanzo vya maji. Tunachoomba sasa
tusaidiwe miundombinu. Eneo la kilimo, nipongeze sana kazi kubwa ambayo ilifanyika. Mheshimiwa Waziri, mmefanya jambo kubwa sana kuondoa kodi kwenye viuatilifu ambayo ndio vinaenda kusaidia changamoto ya kilimo cha Tanzania. Tumeweza kufanya kazi nzuri sana kwenye pembejeo, kwa maana mbegu tunalipa ruzuku pamoja na mbolea. Kazi nzuri imefanyika, leo inaenda kuongeza uwezo wa wakulima wetu kuweza kuzalisha. Na eneo la uzalishaji likifanya kazi vizuri sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutabadilisha maisha ya wananchi kijijini, kwa sababu wengi wao wanafanya kilimo katika maeneo yetu. Kwa eneo hili la kuondoa kodi kwenye viuatilifu vinavyotoka nje inasaidia sana kuongeza uwezo wa uzalishaji, ambayo imekuwa ni changamoto kubwa. Niombe sana Mheshimiwa Waziri, eneo hili muendelee kulikazia, lakini mimi naendelea kushauri kwamba ili tuwe na uwezo mkubwa wa kufanya kilimo hichi, tuendelee kuongeza nguvu kwenye eneo. Nimeona Waziri wa Profesa Kitila mmeeleza swala la kuweka mkazo kwenye kilimo cha umwagiliaji. Mipango ya serikali ilenge huko ili tuweze kupata fedha kuhakikisha kwamba tunapata eneo kubwa la umwagiliaji, tuweze tuna uwezo wa kuweza kuvuna mara 2 kwa mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kushukuru sana, na sera ya fedha iendelee kuangaliwa ili tuweze kuangalia shilingi yetu isiendelee kushuka, iweze kupambana na sarafu zingine duniani. Baada ya maneno haya, naendelea kuunga mkono hoja na nawatakia kila laheri Mheshimiwa Waziri Mwigulu pamoja na ndugu yangu Profesa Kitila Mkumbo katika kazi kubwa ambayo inaendelea kufanya. Naunga mkono hoja 100%. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa